Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa anasema Iran haitasalimu amri wala kurudi nyuma. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitarudi nyuma, huku kukiwa na ripoti juu ya uwezekano kufikiwa makubaliano kati ya Tehran na Washington. Mohammad Bagher Zoghadri amesisitiza katika ujumbe aliotuma kwa wananchi wa Iran siku ya Jumatatu kwamba hakutakuwa na kusalimu amri wala kurudi nyuma, na kueleza kuwa hili limedhihirishwa katika medani ya vita, uga wa kidiplomasia na wananchi wanaomiminika mitaani na mukawama wao imara dhidi ya adui. Katika ujumbe wake huo kwa wananchi wa Iran, mkuu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ametilia mkazo umuhimu wa umoja wa kitaifa ili kuzuia njama za maadui. Anasema hivi sasa nchi inahitaji umoja na mshikamano kuliko wakati mwingine wowote ili kuzitakatisha. Anasema hivi sasa nchi inahitaji umoja na mshikamano kuliko wakati mwingine wowote ili kuzikatisha tamaa Marekani na utawala kizayuni wa Israeli, amesema Mohammad Bagher Zoghadri. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa amesema umoja na mshikamano ni uwanja mwingine katika vita, na kwamba juhudi za pamoja za kuzuia matamshi na hatua zozote zenye lengo la kuvuruga umoja wa Iran zitaiongoza Iran pendwa kwenye ushindi wa mwisho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mohammad Bagher amebainisha haya huku mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani chini ya upatanishi wa Pakistan yakiendelea kwa kuzingatia mapendekezo ya Jamhuri ya Kiislamu ya vipengele 14 kwa lengo la kufikia makubaliano ya kuhitimisha vita. Vilevile, rais wa China ameunga mkono diplomasia ya amani kati ya Iran na Marekani. Katika kikao chake na waziri mkuu na mkuu wa majeshi ya Pakistan, rais wa China Xi Jinping amesisitiza uungaji mkono wa Beijing kwa upatanishi wa Islamabad na diplomasia inayoendelea katika eneo la magharibi mwa Asia kwa ajili ya amani, akitolea mfano ziara ya hivi karibuni ya Asim Munir, mkuu wa majeshi ya Pakistan jijini Tehran. Shirika la habari la IRNA limevinukuu vyombo rasmi vya habari vya Pakistan na kuripoti kuwa Shahbaz Sharif na ujumbe wake wa ngazi za juu Jumatatu alikutana na kuzungumza na Rais Xi Jinping wa China huko Beijing. Waziri Mkuu wa Pakistan ametilia mkazo nafasi muhimu ya China katika siasa za nje za Pakistan na kusisitiza kuwa uwezo wa kiuchumi na kijeshi wa China unabeba ujumbe wa amani na usalama wa dunia, kwa sababu Beijing inaunga mkono ulimwengu wa pande kadhaa kimataifa. Ameongeza kuwa Pakistan inaimarisha uhusiano wake na China na inaamini kuwa uhusiano wa nchi mbili hauwezi kulinganishwa na chochote. Vilevile, kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema mataifa ya eneo la Mashariki ya Kati hayatatumika tena kama ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika ujumbe wa sikukuu ya Eid al-Adha uliopeperushwa na televisheni ya taifa, Khamenei amesema ushawishi wa Marekani katika eneo hilo unaendelea kupungua siku baada ya siku. Kauli hiyo inakuja wakati Iran na Marekani zikiendelea na mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28, huku usitishaji mapigano dhaifu ukiendelea tangu Aprili 8. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema lilidungua droni ya Marekani na kufyatua risasi dhidi ya ndege nyingine zilizojaribu kuingia katika anga ya Iran, likionya kuwa litajibu ukiukwaji wowote wa usitishaji mapigano. Hapo jana, kamandi kuu ya jeshi la Marekani ilisema kuwa ilishambulia maeneo ya kurushia makombora na boti za Iran kusini mwa nchi hiyo. Iran haijathibitisha rasmi mashambulizi hayo, lakini vyombo vya habari vya serikali viliripoti milipuko katika mji wa bandari Abbas karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amezungumzia uvumi unaoendelea kuhusu kushiriki kwa timu ya taifa ya kandanda ya Iran katika kombe la dunia la FIFA la 2026 na kusisitiza kuwa Marekani inawajibika kuandaa mazingira yanayofaa kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano bila vizuizi vyovyote. Ismail Bagher ameeleza hayo katika mkutano wa kila wiki na vyombo vya habari baada ya kusambaa ripoti kwamba shirikisho la soka la Iran chini ya uongozi wa Mehdi Taj limeamua kuhamisha kambi ya mazoezi ya timu hiyo kutoka Marekani hadi Mexico kutokana na matatizo ya mara kwa mara ya upataji visa Marekani. Alipoulizwa iwapo FIFA inaweza kukabiliana ipasavyo na ukwamishaji wowote wa Marekani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa kwa kuzingatia kuwa FIFA ni kituo kikuu cha mawasiliano kwa ajili ya misaada ya kilogistic katika mashindano hayo ya dunia, Marekani pia ina wajibu kama nchi mwenyeji mwenza. Vilevile, profesa wa sayansi ya siasa na mtaalamu wa nadharia ya mahusiano ya kimataifa amesema kuwa wakati Marekani na Israeli zimeshindwa kuishinda Iran kwa kutumia nguvu zao zote katika kipindi cha siku 40 za mashambulizi ya anga, hakuna nguvu nyingine duniani yenye uwezo wa kufanya hivyo. John Mearsheimer, profesa wa sayansi ya siasa na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa ya Marekani, amesema kwa miaka mingi lobi za Israeli zimekuwa zikiahidi mabadiliko ya utawala nchini Iran, lakini ukweli ni kwamba Iran iko imara katika nafasi yake.
Mershmai ameongeza kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umeshirikiana na Marekani na Israeli katika mashambulizi dhidi ya Iran na inaelekea vitani, lakini haina ubavu wa kuingia kwenye mchezo huo na wala haiwezi kusimama peke yake dhidi ya Iran. Profesa huyo wa sayansi ya siasa amesema ikiwa Falme za Kiarabu itaingia vitani, wa Iran watalenga kwa urahisi mitambo yao ya kusafisha maji ya chumvi na miundombinu ya nishati na kuharibu kabisa nchi hiyo. Vile vile, mazungumzo zaidi na Marekani yanawezekana tu kwa kuzingatia mbinu ya kutoa na kuchukua. Msemaji wa kamati ya usalama wa kitaifa wa sera za kigeni ya bunge Ibrahim Rezaei anasema, wakati wa uhasama tuliongozwa na kanuni ya jicho kwa jicho kutoka kwa mtazamo wa kimkakati. Hata hivyo sasa, katikati ya vita ya kidiplomasia, formula inaweza kuwa hatua kwa hatua. Channel ya televisheni ya Iran ya Al Alam ilimnukuu akisema, Iran haitakubali mantiki ya nguvu na vitisho. Jeshi la Marekani lilishambulia malengo kadhaa kusini mwa Iran. Fox News inaripoti kimnukuu Tim Hawkins, msemaji mkuu wa amri kuu ya Marekani CENTCOM. Vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi ya kujilinda kusini mwa Iran ili kuwalinda wanajeshi kutokana na vitisho vinavyotokana na vikosi vya Iran. Malengo yalijumuisha maeneo ya uzinduzi wa makombora na boti za Iran zinazojaribu kuweka mabomu. Mwandishi wa habari wa Fox News Jennifer Griffin alimnukuu Hawkins akisema, yaani boti mbili za kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu ziliharibiwa katika shambulio kadhaa na bandari ya Bas na eneo moja la uzinduzi wa kombora, kulingana na mwandishi wa habari wa Fox News. Kile Griffin alichokiita mashambulizi ya kujilinda Marekani kilikuwa kimekwisha kwa sasa. Vilevile, kampeni ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuishinikiza Iran imeshindwa kubadilisha kwa kiasi kikubwa msimamo wa Tehran kuhusu makubaliano ya amani na Washington. The New York Times inasema, kulingana na gazeti hilo, kampeni hiyo haionekani kubadili msimamo wa Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Vilevile, maendeleo kuhusu makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua, kwani pande hizo hazijaweza kufikia makubaliano kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Tehran na msamaha wa vikwazo. Gazeti la Wall Street Journal linaandika. Makala hiyo inasema kwamba ripoti za kwanza zikionyesha kwamba makubaliano hayo yamekamilika, wanachama wenzake wa chama cha Donald Trump walianza kusema kwamba makubaliano hayo yatapunguza shinikizo la kifedha kwa Jamhuri ya Kiislamu bila kupunguza kikamilifu mpango wake wa nyuklia. Upande wa Marekani unatafuta dhamana ya nyuklia iliyo wazi kutoka Teherani mapema, huku Iran ikisisitiza kwamba Washington iwe sahihi zaidi kuhusu mchakato wa msamaha wa vikwazo. Ikulu ya White House inaogopa kwamba mara tu vikwazo hivyo vitakapopunguzwa, Iran itaanza kuchelewesha suluhisho la swala la nyuklia, gazeti hilo liliandika. Vilevile, mkataba wowote mpya unaowezekana na Irani utakuwa kinyume kabisa cha mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji wa JCPOA wa 2015, Rais wa Marekani Donald Trump anasema. Lakini hayo yakiendelea, Irani na Marekani bado hazijasaini mkataba wa mwisho wa amani. Lakini wakati huo huo, pande hizo zimefikia makubaliano kuhusu masuala mengi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei anasema, ni kweli kwamba makubaliano yamefikiwa kuhusu masuala mengi yanayojadiliwa, lakini hakuna anayeweza kusema kwamba hii ina maana kwamba kusitisha mapigano kutasainiwa hivi karibuni. Shirika la habari la Tasnim lilimnukuu akisema, kulingana na Baghei, mabadiliko ya mara kwa mara katika msimamo wa Marekani yanazidisha ugumu katika mchakato wa mazungumzo. Vilevile, mamlaka ya Irani itarejesha ufikiaji wa sehemu ya kimataifa ya internet kwa wakazi wa nchi hiyo ndani ya saa 24, shirika la habari la ISNA linasema. Kulingana na hilo, mchakato huo tayari umeanza baada ya agizo la muunganisho wa internet kutolewa na waziri wa habari na mawasiliano wa Iran Sattar Hashem. Ufikiaji wa internet nchini Iran karibu haupo kabisa kwa zaidi ya siku 88, kulingana na huduma ya ufuatiliaji wa kimataifa ya NetBlock. Vilevile, Tehran inaendelea na juhudi za kuboresha vifaa vya kijeshi vya Iran na kudumisha uwezo wake wa kijeshi. Ali Abdullahi, kamanda wa makao makuu ya jeshi la Iran ya Hatam al-Anbiya, anasema, mchakato wa kuboresha vifaa vyetu ili kufikia viwango vya kisasa unaendelea bila kukatizwa, kituo cha television cha Al Alam kilimnukuu. Vilevile, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa kitaifa ya bunge la Iran Ibrahim Aziz amesema kwamba mustakabali wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani unategemea kama Washington itachukua hatua za kujenga uaminifu. Katika hatua hii, kila kitu kinategemea kama Marekani itachukua hatua za kujenga imani, anasema, kulingana na mtangazaji wa Iran. Ikiwa hatua kama hizo zitachukuliwa na upande wa Marekani na tunaona matokeo yanayoonekana, hii itatoa msingi wa maendeleo zaidi. Msemaji wa kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni ya bunge la Iran Ibrahim Rezaei alisema siku moja mapema kwamba Iran
inaamini mazungumzo na makubaliano na Marekani yanawezekana tu chini ya kanuni ya hatua kwa hatua. Vilevile Tehran haioni haja ya kujibu vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kwenye mitandao ya kijamii. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei anasema, tuna mambo muhimu zaidi ya kushughulikia. Tukianza kujibu machapisho na picha za chama kingine kwenye mitandao ya kijamii, hatutaweza kupata matokeo muhimu zaidi. Tunalenga kukuza na kulinda maslahi yetu ya kitaifa. Mtangazaji wa serikali ya Iran alimnukuu akisema, tutaenda kwa mtindo wa namna yetu popote inapohitajika, Baghei aliongeza. Shukran kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.